Sasa nataka nililete kwenu jina la kijana wetu Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi. Januari mwaka huu, kwa pendekezo la mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, chama hicho kilimteua Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa mgombea mwenza wake wa urais. Mungu akijalia, Dr. Nchimbi atakuwa makamu wa rais na endapo CCM itashinda katika uchaguzi wa mwaka huu. Kwa uteuzi huo, pengine kama angekuwa hai, mwigi wa nyimbo Captain John Komba angemtungia wimbo Dr. Nchimbi ambaye ni wa kunyumba wake. CCM CCM Kwa mazingira ya leo na kwa mujibu wa Captain Komba, huenda angeubatiza wimbo huo kuwa ni Dr. Nchimbi nambari 1, kuifanya CCM kuwa na nambari 2, yaani chenyewe na katibu mkuu wake makamu wa rais mteule Dr. Emmanuel John Nchimbi. Ni vipi basi Dr. Nchimbi atajwa kuwa nambari 1? Kumbukumbu zinaonyesha kwamba kama CCM ikishinda, Dr. Nchimbi atakuwa makamu wa rais wa kwanza wa kizazi cha miaka ya 70 kilichokuja karibu miaka 10 baada ya uhuru wa Tanganyika. Wengine wote waliomtangulia kwenye nafasi hiyo baada ya Tanzania kurejea kwenye mfumo wa siasa za vyama vingi ni wazaliwa wa kabla ya uhuru wa Tanganyika, achilia mbali mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 64. Na katika umri wa miaka 53, Dr. Nchimbi atakuwa kijana wa pili kuukwaa umakamu wa rais baada ya Dr. Ali Mohamed Shein ambaye naye wakati anatangazwa kuwa makamu wa rais mwaka 2001 alikuwa na umri wa miaka 53. Kumbukumbu zinaonyesha pia kwamba wakati wakianza kutumikia wadhifa wa makamu wa rais, Dr. Omar Ali Juma alikuwa na umri wa miaka 54. Dr. Mohamed Galibu Bilali alikuwa na umri wa miaka 65. Bi Samia Suluhu Hassan alikuwa na miaka 55 na Dr. Philip Mpango alikuwa na miaka 66. Kwa uteuzi wa Dr. Nchimbi kwa mara ya kwanza, CCM itakuwa imepata mgombea mwenza ambaye anaweza kutajwa kuwa ni CCM mzawa, kwa maana kwamba amekulia ndani ya chama hicho akifikia ngazi ya uongozi wa juu kama mwenyekiti wa jumuiya ya umoja wa vijana. Katika CCM, wenyeviti wote wa jumuiya zake, yaani umoja wa vijana, umoja wa wanawake na jumuiya ya wazazi, hushiriki kwenye nyadhifa zao kwenye vikao vya juu kabisa kama kamati kuu na halmashauri kuu, ambavyo Nchimbi amevihudhuria katika umri wa ujana mpevu. Ikumbukwe pia kwamba Dr. Nchimbi ana ufuasi mkubwa ndani na nje ya huduru za siasa na pia miongoni mwa vijana ndani ya CCM waliokuwapo wakiwa mwenyekiti wao na waliokuja baada yake ambao wametapakaa kwenye dhaifa mbalimbali wanaomjengea jeshi kubwa. Makamu wawili, yani Dr. Shein na Dr. Samia, kwa njia tofauti walisonga mbele kuwa maraisi, Dr. Shein akipata kuwa rais wa Zanzibar na Dr. Samia akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hatuombei mabaya, lakini unaweza kusema kwamba kama iliwezekana kwa Dr. Shein na Dr. Samia, inawezekana pia kwa Dr. Nchimbi. Na sasa Dr. Nchimbi mwenyewe ana turufu ya ziada. Turufu hiyo ni weledi mkubwa na uzoefu wake wa siasa za ndani na nje ya nchi na diplomasia inayotokana na kazi zake za kibalozi katika nchi kadhaa alikokuwa mwakilishi wa Tanzania. Wapinzani wakifa, sisi tuwezi kulia, tutawatupa mtoni, wawe chakula cha mamba. Mmeusikia? Huu nasema wapinzani wakifa, mimi siwezi kulia, mtawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Sasa mimi nataka kusema nini? Huu wimbo wameimba wapenzi wa CCM, wamekaa mahali wameamua kuimba, lakini sisi chama chetu lazima kiwe chama cha mfano. Wimbo wa namna hii ambao unaimba, hata hawana nia mbaya, wamefurahi tu na kawimbo kenyewe kazuri hivi, lakini ule wimbo unakaa kwenye vichwa vya watu.
kwamba wapinzani wakifa mimi siwezi kulia, nitawatupa mtoni wawe chakula cha mamba. Haya ni maneno yanayojenga chuki, hayajengi upendo miongoni mwa Watanzania. Lazima tutafute nyimbo ambazo zinahamasisha watu bila kuchochea chuki dhidi ya Watanzania wengine. Ni kwa sababu ya mazingira yote haya, wachambuzi wanasema endapo Dr. Samia ataamua kupumzika mwaka 2030 kwenye mawazo ya kuwania rais kupitia chama hicho, wajipange sawasawa. Maana itabidi kwanza wapambane kumwondoa tembo aliyemo ndani ya nyumba, ambaye ni Daktari Nchimbi mwenyewe, na hiyo haitakuwa shughuli ya kitoto.